there, so yeah. Can't believe I take you, girl, away from me, more Can't believe can't believe take you, girl, away from me, more She wanna push me up, got a hold on. She wants to, she get on. Same thing you were, oh yeah, you know that shit, that shit. You gotta make no balance, but the nigga got to do that for me out in the morning. And I'm deep in your ocean. I bet he can believe that. Can't believe taking girl away from me. Can't believe can't believe taking girl away from me. Love me, I want you to love me. Love me, baby. Love me, Killer day, why you gonna call me? Killer day, baby. Killer day, I done give you signal. Why you gonna see me? I give you green light to fire. I'm a killer bubble. You know the fumble. I go shoot my shot to your toe. So girl, baby, take my number. Take my number. You know you can call me later. Yeah, I want to be your lover. Be your lover. Oh, baby, call me later. Call me later. Well, I'll be possible. Talk to you, I know. Me, baby. But I can give me love. Now you the touch my shoulder. For your sake, I go charge you. We go drive around for my Porsche. They say you like to I get to baby, man. Anywhere that you go, I can follow you to go. Baby, man. They say you like cassava, I get to be cassava. Baby, man. My love for you will never die, never die. If I ever go, baby, if I ever, baby, you too sweet. If I ever, I take it dancing to the like man can take it to Papa Lada. If I ever, oh baby, if I ever, baby, you too sweet. If I ever, I take it dancing to the like oh, baby. So love is a beautiful thing. Can you the cool light in love is a wonderful tender feeling. You dey give me ginger. So baby, dance it, dance it, dance. Leave it in your eyes to give me life. Oh, you could give me love, dance. So what you say? Oh, now, oh, baby, give me that back. And I give you love. Now you the touch my shoulder.
Okay. Tunataka kuanza programu yetu ya siku ya leo, na tunashukuru sana kila wote mwenye aliitikia wito ya Shesa vijana. Na mbele ya kuanza kila kitu, tungehitaji kwanza watu wote tukue kama mameza zenye ziko close, tusikoe wa meza moja iko huku ingine moja iko huku, tukaribiane mameza zenye ziko karibu. Inaweza kuwa mzuri sana. Bebatakia nyuma njoo watafeel zile zingine. Meshiwe tushatangulia, tukue mameza zenye ziko close. Kama inaweza furahisha sana, itakuwa mzuri. Na bebiko nje tungeweza penda muingie, tushiwe tukue pamoja. Kama uko nje muingie. Nile milango ingefungwa. Ile milango ingefungwa kwetu shie peke. Siku wengine wataingia, watagonga, tutawafungulia. Na mbele ya kuanza tungeenda karibisha papa atufungulie kwa maombi. Karibu. Acha tumheshimu Mungu, tushimame, japokuwa tunaweza kuwa dini za tofauti, lakini naamini ya kwamba sote tunamwabudu Mungu mmoja. So lazima kwenye tunakutanana kama vile viumbe vya Mungu, ni lazima tunapaswa mtanguliza Mungu kwa kila hali yote hii. Unajua kwa kwenye tuko ni hotel, nafasi za vipi kunapita mambo mengi sana, na kwa vile tena kuomba Mungu atutangulie katika hii sherehe yetu ya siku ya leo. Ni kama vile sherehe ya kumaliza mwaka, basi tutaenda kuinamisha vichwa vyetu na tumuombe Mungu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu wa zamani zote. Baba yangu, tunakusifu, tunakuinua, tunalimidi na kuinua jina lako tena jioni ya leo. Baba, tunakushukuru kwa muda huu ambao tena umetuwezesha kuwa mahali hapa kama vile wandugu, vijana ambao wamejitoa kwa mahali hapa pamoja na wazazi. Baba yangu, tunasema sifa ni zako. Una safari hii Bwana haikukuwa fupi, ilikuwa ni safari ndefu kufikia kiwango hiki, lakini Bwana pamoja na wewe yote umetuwezesha. Tunasema sifa ni zako. Baba, nimekabidhi sherehe mikononi mwako. Acha Mungu wetu uwe pamoja nasi. Tunahitaji presence yako Mungu uwe pamoja nasi mahali hapa. Ulinzi wako na ukingo wako Mungu uwe pamoja nasi kwa kila mipango yetu ambayo itapitikana mahali hapa Bwana. Acha Baba yetu uendelee kutulinda na kutukinga, ukituepusha kila hewa mbaya Bwana isikaribie mahali hapa kwa uwezo wa jina la Yesu. Baba, naamini kwamba utaanza pamoja nasi sherehe kwa amani, na vile vile utamaliza pamoja nasi kwa salama. Hatutakosa kuombea wenzetu ambao wanajiandaa kufika mahali hapa. Wengi watatembelea vyombo vilivyotengenezwa na mikono ya wanadamu. Baba, waendelee kuwalinda na kuwawezesha ili watakapofika mahali hapa tusherehekee pamoja. Baba, naomba kwa machache utabariki kingwale wako kupitia uwezo na katika jina la Yesu. Amen. Tunashukuru sana kwa maombi, na kabla ya kuendelea na vingine vyote, ningependa kila mtu ajisikie kama iko huru, si ndio? Tusikie tuko huru kuanzia January, kuanzia Februari le 3 ndio tulianzaka hii kikundi. Tulipita vitu vingi sana, tulianzaka munombre ilikuwa mingi sana, lakini tulikia maliza munombre yenyewe ilitulia kidogo, lakini banasemaka watu wanaweza kuwa biko wawili ama watatu, lakini kama wanaenda kunia moyo wanafikaka kumlengo yao, si ndio? Ndio maana tuna launch hii siku ya leo, na wale ambao walijikaza, wale ambao hawakuchoka, wale ambao waliona kama walikuwa na reason why walikiaka kujoin hii kikundi, na ndio maana tuko hapa leo. Na tunashukuru sana wazazi wetu ambao wanakubali wito wetu ambao tuliwaita sisi kama watoto wao, na wakakubali wito wetu na tuko nao hapa leo. Tunaweza tujipigie kwa shie peke makofi. Na
mwenye alianzisha hii nani hayafika. Mimi najua iko watu bengi sana benye bangaliki munjia, na iko watu bengi sana benye tunapaswa tubapresente mbele yenu juu mubaone bebaneza kuwa kozi ya shie kukua hapa leo. So tunaweza wapenda kila mtu mwenye yuko kwa kwanza na hamu ya kukunya kidogo akunya mweko ania kufanya kitu kusikwe tu kutoka tena nje. Unajua hapa ni nafasi ya hotel kenye tunafanya hapa hivi inaweza kuwa inaandikiwa juu ya jina yetu na inatuaribisha reputation, si ndio? Ini ya kwanza wakongomani kukuya kwa hiyo hotel nadhani. So tukisha kwa shie wenye tunaonyesha sama jina wa Kongomani, kisha tena tufanye vitu vya Israeli, haitakuwa mzuri. Nafaa tutoke waseme wale walikuyaka hapa walionyesha mfano mzuri. Kama unaweza kwa wengine wa Kongomani wanakia mjina wa Kongomani wanaweza fika hapa, watasema wale wa mbele walikuyaka hapa walifaka vya maana, acha hapa nao tuwasamini. Tukifaa ujinga hapa sema tuanze na tuacha chafula juu tunacheza sana tuvunje mabiti. Kukikia tu mwingine watasema tunashewa kupe wa Kongomani tunataka kuwe, watasema wale wa mbele walivunjaka hapa nao watavunja, watawakatalia, si ndio? So tujikaze sana wakati yenyewe tunaikala tutafa kitu, tukumbuke tuko tunajiwekea reputation yako ya mzuri kwa ajili yetu na kwa ajili ya bebaniza kia nyuma yetu, si ndio? Nashukuru sana. Tutulie kwanza DJ tuwekee muziki kidogo. Merci sana. Unajua mawazo zinakuja kwa watu wanastahili kukia kwa ile mawazo. So mtu ukiona nawaza kitu na kinatimilika maki ujue ni destiny yake kuformia vitu na vinaendelea, si ndio? Antuka Mungu akubariki sana Ale kwa kukua na hii wazo. Tunahitaji vijana wenye maono. Tunataka tualike kiongozi wa hili grupe. Ale ni koordosio kiongozi. Tunataka tualike kiongozi anaitwa kwa jina ya Mawazo. Tumsaidie kupiga makofi akaribia hapa. Na banasemaka hakuna mtu mwanakuwaka bila msaidizi. So Mawazo ni kiongozi iko na msaidizi wake ambaye wanamuita kwa Papa Pasteur Mano, na mnisaidie kwa makofi. Iko pale. Njoo yeye. Baada ya pale tuko na mtu mwenye alikuwa anatuandikia kila kitu yenye inaitwa kwa jina ya kila kitu. Yaani tukitafanya kitu anaandika, tukisema kitu anaandika, tukitaka kupoteza kitu anaandika. Tunakaribisha dada yetu SP akaribia hapa, na wakati wanakia tumpigie makofi sana. Njoo yeye ule mnaona anapendeza sana. Ndio sekretari wetu. Na alikuwaka na wakumusaidia kama vice wake, lakini hakuendelesha na shio. Na hapa anasemaka haiko kisi mnaanza njia ndio kisi mnafikaka kwa mko mnaenda. So ule mwenye alikuwaka anamsaidia hakuendelesha na shie, lakini kuko mwenye alijitoaka kuendelea kuwa anamsaidia. So akakuwa anatusaidia sana. So munisaidie kukaribisha Marte hapa mbele. Makofi basi. Unaona anapiga vest, anapendeza, anapiga black and white. Yaani leo vijana wote walikuwa wanapendeza tu sikia leo. Okay, so tunataka tumkaribishe mwenye anatuchungiaka pesa ama mweka hazina. Unajua kila kikundi yote inakuwa na finance, na kama ndio mnaita finance, kama ndio nini sijui, mimi sikusoma France. So tunataka tumkaribisha mweka hazina wetu ama trésorier. Munisaidie kwa makofi tumkaribishe dada Tiba kwa makofi na heshima yote. Na mwenye alikuwa anamsaidia naye hakuendeleaka na shie, lakini kuko mtu mwenye alijitoleaka anaitwa kwa jina la Etupe. Tumukaribishe kwa makofi za mingi sana tena sana. Tupigie makofi, hadi sana pendeza. Naona vijana wote leo kila mtu anapendeza. Yaani oh my God. Sisi hata sema kisi vijana banakia wanapendeza leo. Nadhani kama siasabu ndio kamati yote yenye tuko nayo ile.
Oh, nilikwesha sababu. I'm sorry. Sinajua tena shusha zeka. Hata mtu akizeeka, kuna vitu wenyewe vinapotea mkichwa. Tushazeka shi. Tuko na mtu mwanasemaka kila grupe kuna kwaka ile kitu wanaita order. So mtu akitavunja order kuna kwa ule mwana mdiscipline, si ndio? So tuko na disciplinaires kama français na nishia. Ndarudia kama nenda soma français mimi bila utani. Tu mtu anashindwa kusema discipline kama tu. Okay, munisaidie na makofi kumkaribisha mama disciplinaire. Nani tena Loy. Loya nisika msema Mungu wangu. Karibu sana. Tena nani anapendeza? Mtana wana. Kila mtu tu kupendeza hivi. Cheka kwanza tuone. Ya, njoo. So, iko na mwanamsaidia yake. Sio kama yuko hapa. Kashindi yuko hapa. No, ule ni asende sio Kashindi. Kashindi wewe. Unaona ndio anapiga first. Yaani kila mtu tu hapa leo ni kupiga maveste, kila mtu maveste. Unaona nao wote wanapendeza. So, yeah. Bale njoo, yani nikileta fujo hata na mimi kwa sababu ananiambia kabla utapata fimbo. Na mimi naogopa. So bale njoo wa disciplinary yetu. Lakini banasema hakuna kichwa inashindwa kuwa na miguu mpaka na mikono. So bila abangi kuwa kama magrupe zingine watu mkuu. So mimi nataka enda kualika kila mwanamemba mmoja akuye hapa tumuone, si ndio? So nataka kualika kaka yetu Leonard, msaidie kwa makofi akuye. Karibu sana kaka yangu, naona unapendeza sana. Dada yangu Jenny, karibu sana, karibu. Tunaona Eliza, karibu. Sauda, karibu. Nia, karibu. Safi, karibu. Tukaribishe sote kwa makofi. Tuko na kaka Mike kule nyuma. Kaka Mike wanatuita, yeye anatuita kwa Christian Perla. Karibu kaka. Dada Suzana. Tuko na chance pale. Tukaribishe. Tuko na dada yetu Esther pale. Hata kama iko bila telefoni. Karibu. Bana kwa wengi mpaka nasahau majina, Mungu wangu. Na kila mtu wanapendeza tena. Mama hii. Tuwapigie makofi kwa kisi wanapendeza watu. Tuwapigie makofi. Hawa ndio kwanza vilibangani. Lakini huko wengine, tuko na mwingine kaketu anamuita jina lake Moize. So yeye pale vile akaribia hapa mbele. Tupige mikono. Watu ni kwa wengi sana. Na etoka alikuwa hapa, alikuwa fasi tulimtuma aende. Dennis alikuwa hapa, kuna fasi tulimtuma aende. Hii ndio grupe yenyewe iliunga kaka yetu ale mkono ile wazo yenyewe alikuwa nayo, na bado tungali tunahitaji wengi watuunge mkono juu wanasemaka wakati kwenye watu biko pamoja ndio kila kitu naendelea. Projet yetu haiko tu kukutana, hapana. Projet yetu ni kufanya vitu vya maana kwenye tulitokaka. Juu tukisha kuwa na projet fulani tunatuma kitu kule inafanya vya maana na shehe tuko huku ndio tutakuwa na kila kitu, ndio? Okay, so nadhani tunaweza kaa chini. Asante sana group kama ndio group nini? Oh my God. Group members. Asante sana group members, na bila kupoteza muda tunataka
Bila kupoteza muda, tunataka tumkaribishe, tunataka tusikie neno kidogo kutoka kwa kordo wetu Alain. Akaribia hapa na shehe wote tumpigie makofi. Vijana hoye. Vijana hoye. Kwa majina naitwa Alain Kataya JR Kevin. Nilipopata idea ya kuunda kundi kama vijana wa Baltimore, kipindi nilipokuwa Kentucky, niona vijana wengi wanajihusisha na mambo ya makundi. Nikaona kwa kutu Baltimore bado tuko mbali sana. Na wazee na vijana sote tulikuwa mbali sana. Nikaona acha tuanze kundi la vijana. Ilikuwa mwezi wa 3 mwaka huu. Tulianza kama watu 50. Kuna baadhi ya wengi wamekatisha njiani kwa sababu ukosefu wa mizamu, na ningependa wengine kujiunga nasi kwa sababu tunahitaji watu, kwa sababu kundi sio mtu mmoja na kundi sio la kwangu. Nimeunda kundi kwa sababu ya vijana wote hapa Baltimore, ambaye atajisikia kujiunga na sisi tunamkaribisha. Asante. Unajua wakati unasikia neno kutoka kwa mtu mkubwa, kosa maji na kwenda kauka hapa hivi, unahitaji maji kwanza. Sasa mkubwa wakati alisema, nilikuwa niko pale nasikia tu maneno za hekima kutoka kwa mtu mkubwa. So wakati tulikaribisha kwa wale wetu tulimiss na njoo wale wanafika, tuko na kaka yetu etoka pale vile na Dennis, so tuwapigie mikono wakati wanafika. Tunataka tusikie ingine neno fulani kutoka kwa kiongozi Mawazo, naye akaribie, na wakati anataka tupigie makofi. Bwana Yesu asifiwe. Vijana oye. Baba zangu oye, mama zangu oye. Mimi kwa majina naitwa Mawazo Mweneluku. Mimi ni mtoto wa Babembe Mshimnyaka. Mimi ndo president wa kikundi hiki. Nataka tu niwashukuru kwa wale wote ambao wamefika hapa kwa siku ya leo kuja kusapoti sisi watoto wenu, wadogo zenu, dada zenu. Nasema asante sana na muendelee kuwa na roho kama hiyo. Hata kingine tutakachofika tutakajokucha uje mtupongeze. Unaelewa yeye dada yetu, yeye Kiswahili ni ngumu kwake sana. Tulikuwa translator wa Kiingereza hapa ilikuwa mbili. Yeye hii ni Amerika, sio isha kwa tu. Mbona shida kuelewa yenyewe kwa anasema. Lakini anajikaza, tumpigie makofi. Yeye ndio kiongozi wetu. Bila kupoteza muda, atakuwa ni jibomu kidogo. Wakati kitu ya maana nataka kuwa unajibomu, yani you are getting ready, uko unajiandaa. Tunataka tumkaribishe papa, yeye anakuwa sawa conseiller wetu, tena ni papa, yani shie wote tunampenda sana. Hata kama tulikuwa tunakogana akisema tu tunafanya hivi, tunanyamaza. Juu ndio papa. Kwa heshima munisaidie sana tumpikie. Nataka tusikie ngamo ya wababa na wamama. Vijana oye! Vijana mkae kimya, wababa na wamama. Vijana oye! Bapapa wanatupunja. Bapapa na nyinyi mlikuwa kama vijana, si ndio? Kweli tuna moyo wa shukrani na moyo wa furaha kufikia kiwango ya siku ya leo. Kama vile ndugu Blaise amemaliza kusema, hii ni kundi ya vijana wa Baltimore ama Maryland mzima. Ina maana kwamba hatujilimite Baltimore, lakini ni Maryland yote mzima. So moyo wa shukrani kwanza kwa Kordo Banale ambaye alipata wazo kama na hili kwa kuanza kikundi kikubwa kama na hiki kwa ajili ya kuweka vijana pamoja. Kwa kweli jameni, hapa Baltimore sisi kama vile Wakongomani tutacha kusema vile, sababu tuko hapa kama vile wanani vijana Wakongomani. Hapa Baltimore kila mtu anakuwa kivyake sana, kila mtu anakuwa kiali yake sana. So watu hawataki kuungana pamoja
Ndio maana vijana wakasema hapana, itatubidi tushimame tuangalie kama tunaweza fanya kundi moja ambayo inaweza kuwa mfano hapa Maryland kwa niaba ya vijana. Na tunashukuru sana vijana wote kuanzia kungazi za juu, viongozi na vijana wote, kamati na wamemba wote, tunawapenda na tunawashukuru. Asante sana kwa kupigana kuanzia mwanzo mpaka kwenye tunafikia. Haikukuwa rahisi sababu safari ilikuwa mrefu, kulikuwa hiki na hiki. Kweli tulianzaka walikuwa vijana walikuwa wengi. Nakumbuka siku hii kundi ilianza, nilikuwa niko mashughuli, niko natoka kanisani, nikaona kaka Ichupe, nikamuita nikamwambia kwa nini nakuingia kanisani leo? Akaniambia utanisamehe, tulikuwa na mpango kwa ajili ya kundi tuko tunataka unda la vijana, ndio maana sikuonekana, lakini na vile tunakuona itabidi kabisa ufike uangalie tunataka kufanya nini. Sababu niko kijana, ijapokuwa naweza kuwa kwa sasa niko baba, niko baba watoto 7, nina mke wangu yuko hapo Elena. So ni lazima kusema, pengine kunaweza kuwa dada moja ambaye ni mgeni ambaye alikuwa akiniona anaweza sema ule kaka, lakini siko kaka. Unaelewa? Niko baba. Garsonga kwanza anaanza tembelea miaka 16 kwa leo, mwaka ujao mwezi wa 4 anatengeneza miaka 16, Pascal na wengine wadogo zake wanamfuata pale. So wababa na wamama tunawashukuru. Asante sana kwa kukubali pia mwaliko, sababu sio kitu rahisi. Na mvua ilikuwa inanyesha lakini umekubali kuja mahali hapa. Vraiment shukrani sana. Tunashukuru, tunamwa shukrani kwako. Na tusishie hapa jameni, hata wababa na wamama tuungane pamoja, tushimame pamoja, tuangalie kama mwaka kesho tunaweza fanya zaidi ya kuliko hii. Basi tunawashukuru sana, asante. Nilikuwa nimepitwa kidogo, unajua tunaporomokaka sana saa zimoya. So unajua tuko na wababa hapa na tuna vijana, na ni sherti tutalika Papa Jabaka kwa kufika mbele. Tunapenda tupate neno moja kutoka kwa mzee wetu, sababu ni mwenzambe, tunampenda sana na wewe pia tunakupenda sana. Karibu papa kwa kukaribia mbele kwa kupatia neno fupi hapa. Ule ni baba yetu sana, nzani wengi mnamjua. Baba yuko pope, yuko kama vile Liani Amua, ndio tunataka kwetu Bukavu. Anajulikana sana Liani Amua hapa kwetu, akisema Papa Jabaka kila mtu anamfahamia. Karibu baba yangu. Vijana oye! Oye! Vijana oye! Oye! Baltimore oye! Oye! Nashukuru kusimama mbele yenu. Na nishukuru zaidi vijana ambao wametupelekea tukutanane hapa sisi na kuongea na kuishi yaliyowahusu na waliopangilia. Niseme ni kitu cha muhimu na cha kufurahisha watu kukutanana kama hivi. Kuna kitu kilinigusa, kijana mmoja wao ameongea, ambaye amesimamia kundi hapa kusisimua, amesema watu walikaa bila kujuana. Na kwa kweli mimi hata wengine vijana wengine siwajui. Nauliza mke wangu, sasa ndio mtoto anasema sijui. Vijana oye! Oye! Kwa kweli inasisimua na inaleta uwazi na ushirika. Niwapongeze ninyi vijana kwa mawazo yenu ambayo ilitokana au na mtu mmoja au na wawili, mkaimarisha ikafikia kilele mpaka hiki. Lugha ya Kifaransa wanasema ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites quelque part contre nous. Ni kwamba au nirudilie, ce que vous faites pour nous, sans nous, vous le faites quelque part contre nous. Kile ambacho mumeazimia, kile ambacho tumeazimia, tukifanye sisi, tukitende sisi, tushirikiane sisi. Bila sisi, ina maana
sisi tutakifanya mahala bila sisi. Sababu kama ni kundi wawili watatu mkishirikiana, lazima muheshimiane, mawazo mamoja, kila kitu kwa ushirika. Mkiachana kwa hilo, ina maana mutakifanya nje yenu, alafu itakuwa sasa umbalimbali na kile mlichoazimia. Hiyo ni kitu vijana niwapongeze na niwahase, kana kwamba mlichokianza mshirikiane hivyo hivyo, kwa sababu itawasaidia, itatusaidia sisi wazazi wenu. Lakini mnisamee, mbele niondoke nafasi hii, pengine siwezi rudi tena hapa kwa sababu nimekaribishwa, lazima niache nadokeza na hili. Lugha ya Kifaransa tunasema influence du milieu. Mazingira inakuwa na maadibisho yake. Mazingira ina maadibisho yake. Na kila mtu na kila familia na kila ukoo na kila nchi ina utamaduni zake. Kwa hiyo pamoja na ushirika wenu, tujitambue kana kwamba sisi ni akina nani, tuna utamaduni ipi, na hapa kuna utamaduni upi, na hapa tutachanganishwa vipi, na hapa tutaelekezwa vipi, kwa sababu nyama ukiweka mkundi la watu, hasa kama kule Afrika, inawezekana hata sema mtu ukimweka mkundi la nyama, kama hana mtu ambaye anaongea kama binadamu, mtu ataongea kama nyama. Ina maana mtu kuongea kama tunavyoongea ni kwa sababu waliokuzaa wanaongea. Pembeni yako kuna watu wanaongea na wewe utaongea. Binadamu ni mnyama wa akili ambaye anaiga na anafanya kila kitu ambacho wengine wanafanya. L'homme est un animal intelligent et parfait. Kwa hiyo hapa kuna mambo mengi ambayo tumeyaona tayari, ambayo tutayaishi, na mengine yanakuja mbele yetu. Lazima mukalamuke. Kiswahili hapa niko Bukavu hapa sasa. Lazima mukalamuke. Kwa sababu mengine yatatuchanganya. Uige kile ambacho kitakuletea manufaa kwa ajili yako na kwa ajili ya jamii yako. Wengi mnasoma na wengi wanaharibika shuleni hapa. Nichukue nafasi hii mbele niondoke kumshukuru sana mwenzi wangu na wazee ambao waliofika pamoja nasi, kwa upekee Mwalimu John huyu. Kwamba simame kidogo niongee kitu moja kwa ajili yako. Huyu mzee ni mwalimu kama mimi. Nimemzoea, nimemjua, na wengi mnamjua, sote tunamfahamu. Yuko hapa mbele ya watu wengi, na watu wengi wamekuta hapa, watu wengi aliwakuta hapa, lakini Mungu amemwandaa ukutaniwa mbele yetu. Ana majukumu makubwa zidi ya watu wengine kisi tulivyo, kwa sababu ni chef de promotion initiative. Nikiongea ni mtu ambaye iko na maisha ya wanafunzi wa wakimbizi mikononi mwake. Mpongeze kwanza. Wengine hawakufika kwake jinsi mlio, wengine miaka yenu imeshairukia, lakini wengine wadogo zenu walio wengi wako kuhisia ya maisha yake. Ni mwalimu wa wazazi, ni mwalimu wa wanafunzi wetu. Na ninyi vijana ambao mnatusikia sasa, na wale ambao wanakuja nyuma yenu, na ninyi mfanye mbinu ufikie pale.
kwa sababu tunahitajika tuongee lugha yetu pale. Watoto wetu wengine wanakuja nyuma kulingana na umri wao na lugha ya hapa. Anatabanika pale, Mwalimu John ongea na hiki, Mwalimu John ongea na hiki. Anapigwa pale, mtoto analia lugha ya Afrika. Wanamuuliza haisikiliki. John anasogelea, anauliza ni nini? Anawaambia wenyeji. Ni kazi, ni jukumu kubwa, kwa sababu bila elimu hamuna maisha. Bila elimu hatuna maisha hapa. Ndio maana ninyi vijana ambao mngali na bahati ya kusoma hapa, hiyo lugha muijue na masomo hapa muizingatie, itusaidie, kwa sababu sisi wengine tuliwaleta kusudi ninyi mtusaidie. Huku msitazamie sisi tutawasaidieni. Neno isikilike ni mtoto wa fulani. Neno isikilike ni mtoto wa fulani. Mambo ambayo hayana msingi, mambo ambayo ni ya kuiga, mambo ambayo hayafanani na maisha yetu na utamaduni zetu, inavunja moyo. Kwa hiyo mengine tuifanye kwa taratibu zinazohitajika na zinazoeleweka. Hata kama ni baskeli, kama unatembeza baskeli, hakikisha ina breki. Kama ni gari, hakikisha ina breki. Tulikuwa tukifundisha hii wakati tunafundisha kule kwa HIV/AIDS. Nilikuwa TOT counselor kule kwa hospitali ya Nyarugusu Mukambi. Wakati tunaelimishana, tunaambia mtu tembea na breki. Vijana wetu, tembeeni na breki. Breki ni maisha ya kukusaidia. Unataka kwenda haraka, angalia hata gari hapa nilitaka aenda, unajirudi, unabana breki. Breki ni kila kitu ambacho kitakusaidia kujua nitaka enda haraka isiniharibie hii. Nitaka enda haraka nisianguke. Mwalimu, nisikuchoshe, ni kuombe ukae, heshima zako. Mungu akubariki. Tunaweza kuongea mengi kama vile mwalimu, usiku naweza ingia mambo mengine naweza kufarakanika hapa, lakini ubarikiwe sana. Niombe nishukuru wapendwa wazazi wenzangu ambao mmekuja. Siwezi kuwataja wote kwa majina, lakini naamini vijana waliwasamini, na inawezekana wengine wetu kama vile wazazi hawakujumuika, pengine hawana taarifa, wengine wana taarifa wamesongwa na makazi ya huku, na wengine ni kama vile kunakuwa nini, kutakuwa nini, itakuwa nini, wengine hawajaelewa. Ndio maana muzidi na muzidi kujiimarisha, kwa sababu itatusaidia na sisi kupata upeo. Alivyoongea hapa mchungaji amesema watu wengine tunaishi tu hatujuane kabisa. Watu wengine huko manyumba ni kutoka tu nafunga mlango. Watu kutoka nafunga mlango. Tuko wafungwa. Lakini vikundi kama hivi, mazingira kama hii itatusaidia kujuana pole. Na tutawania humu au sio? Tutawania humu au sio? Sijawatuma, lakini sijawakataza. Nimewakataza. Nimewatuma. Lazima kila kitu kiwe na breki na taratibu zake. Mheshimiane, mupendane, mujadiliane na musaidie wazazi wenu. Mtusaidie sisi wazazi. Kesho tutachoka. Tunapasua makartoni, tunabeba mapaleti. Nyinyi msitufate kule. Kukatakata mashu msitufate kule. Nyinyi tunapenda tuwakutane kwenye mabenki, tuwakutane kwenye shule mnafundisha, tuwakutane kwenye mambo mengine mko wa manager mnakaa kwenye kiti. Hiyo ndio azimio ya Mungu kwa ajili ya maisha yenu. Sisi tumepitwa na wakati. Kiingereza hata wakitufundisha na fimbo hatutakijua. Setota. Nisiwachoshe na washukuru, na Mungu azidi maisha yenu iweze kubarikiwa na yeye Mungu ambaye aliwajalia. Asante. Makofi kwa baba yetu tena jameni. Unajua hao ndio kiburi yetu. Unajua nasemaka pori bila miti ya kidogo sio pori, na pori bila miti mikubwa sio pori. So baba, tunakushukuru sana na wababa wote tunawashukuru. Lakini samani jameni,
hatutakosa kumshukuru mama yetu Mama Senda English. Mama umuone, sababu amekuwa mama kwetu toka kundi imeanzia nyumbani mwake na mpaka leo tumefikia kwa kiwango kila mara tulikuwa nakutana kwake. Siku moja vijana wanaambia utakuja kwa na kuambia hapana, kwangu kuna watoto wengi so sitakuwa nafasi. Lakini mama ana watoto, lakini kila siku alikuwa anajisikia kutufungulia roho na kutufungulia mlango. Mama shimama kabisa, tukushukuru sana pamoja na baba yuko pale. Baba tunashukuru sana kabisa. Kwa kazi ambao watoto wamefanya sio mbaya, ni nzuri sana na inapendeza na inatufurahisha sisi wazazi, inafurahisha wababa na wamama. Ingekuwa heri tujitoe na sisi wamama tusimame. Tuko wapi? Tunalala sasa. Lakini nashukuru kwa sababu hao watoto wanatuletea roho ya kusimamisha roho zetu. Na mimi nina furaha kabisa kwa sababu naona watoto wetu wanachangamka na niliwakaribisha kwa kuona na mimi nisimame pamoja na Kwa hiyo wamama tusilale na watoto msilale, msimame, tufanye kazi pamoja. Kwa hiyo wamama na wasema hivi, wamama kuna siku ambazo tutakutanana kule. Na wababa tufanye mradi wa wababa na wamama, tukutanane. Nyumba zetu tunalipia, hakuna tatizo. Asante na shukuru kwa hilo. Basi siko MC ama siko moderator wa group siku ya leo. Nilikuwa tunashimama kidogo, lakini tuna yule ambaye kuna tusukuma kaka Blaze iko hapa, tutamkaribisha tena kwa kuendelesha kundi. Tunawapenda sana vijana, tuungane mkono. Kama ulikuwa haujafikaka, hatutaki tuachie hapa. Tunataka fete ya pili twende tufanye downtown, kama ni ku Hilton ama fasi moja ya si ndio vijana? Lakini baba amesema break isikose, si ndio? Msikose break. Kinywa mzee na mkaka, lakini aisemake okay, alienda sikio na amesikia. Tumpigie kiongozi wetu makofi, tumpigie kiongozi wetu makofi. Banasemaka ukitaka ujue kia maana uikale pembeni ya mzee. I remember wakati niko na tata yangu aliniambia akaseme kuna kwa mtu mwenye anakuwaka anania kukupatia kitu. Mbele kukupatia ile kitu anataka kwenda kwa akupime kama uko mtoto mzuri ama hai. Sasa kutuma sekia kwa wende nifakilie, wende nituangia fulani, uniendee kumai. Hana nia kukutuma vile, yuko ania tu akupatie kitu. Mtoto mwenyewe na wewe mzee unasumbua naka wana. Wewe siko wana watoto mtoto wako, wewe tumamini kwa kwenu. Utasema kumbe ndio mtoto anakuwa hivi. Na anakosa Kenya alipashwa pata. Lakini mtoto mwenyewe anatii, anaenda kwa mzee, nisaidie, okay, nataka nikufanyie hivi. Na Kenya alipashwa pata anakipata, si ndio? Kenya mzee anasema tukaa inanifariji sana. Wanasema kila kitu yote unafanya jaribu break kama inaenda juu. Ukienda tu just takasha nenda mumai na njoo unapotea hivyo direct. Juu wanasemaka haiko fasi, unaweza ishi fasi au belong ile fasi. Unaweza ishi Mwamerika lakini hauko wa Amerika. So akili yako itokane na kwenye unatoka. Juu kwenye tulitoka ilikuwa unatoka mwa huyu unaenda mwa huyu, unatoka mwa huyu unaenda mwa huyu. Sasa Mwamerika shakwa natumika kuanzia saa 9, nikifika 0 mwangu mimi nalala, kesho asubuhi nalala, napigia tu bibi yangu ama watoto wangu, kesho tena nalala. Yaani njoo ishakuwa tu maisha. Ile haiwezi kuwa mzuri, kwa zaidi ni kujuana, jua wakati unaweza kuwa mshida, hakuna mwenye hajieleza. Kila mtu kuna shida fulani. Na wakati yenyewe tunajuana, njoo unaweza jua mwenye utakimbilia, unaweza jua mwenye utalilia yako na kujua kisi ya kusaidiana. Nakumbuka Cordon Ale alisema kama alipatai wazo wakati alikuwa Kentucky ya kuformer group ya bajeni. Ni kweli wale wanaenda out of state, wanaenda ma state tofauti. Vijana wanaendelea sana, tena sana. Tukiangalia bien ma Ohio, ma Iowa, ma Kentucky, ma Arizona wanaendelea sana. Na
ile kuendelea yabo, hawakuendelea tu wao sawa wao vijana, no. Wazazi yao waliwasaidia. Ndio maana wakati tulifanya hii hapa, tuliwalika nyewe wazazi yetu mkuye muone kama penye tunakuwa tunafanya. Haiko tu aseme tunakosa ya kwa kwenda ama tunakosa ya kufanya, no. Tuko na wazo, tuko watoto wenye viko na maono na tunahitaji msitutupilie nyie sawa wazazi yetu. Kila wakati tukiwahitaji mkuwe mnatukaribia sana, mnatujogelea kimawazo na kila kitu, itakuwa inasaidia sana, si ndio? Itakuwa inasaidia sana. Nadhani papa alikaribisha mama Mahale. Nataka na mimi nimshukuru kidogo kama mama Maloi, nimshukuru kidogo pamoja na papa baba Ale. Sio kama papa yuko hapa hivi, angeshimama tumuone. Ndio. Mungu akubariki sana papa. Na mama tena nimuone kwa kidogo. Mama Mungu pale jambo. Atka Mungu awabariki sana wazazi wetu wale. Tunafika mule mwao tunaleta fujo. Una maana fujo? Ndio ile tunaleta mwao. Do trust me, yenye na kuwaka mule batoto kama 20 ama 25 walikala fasi mwao biko wanabishana. Mwana analeta hii wazo, mwingine analeta hii, mwingine analeta hii. Na kila mtu anataka kenye anasema ndio kisijulikane. Hakuna kusikia mwenzake. Tena mnyumba ya watu. Mema mama tu yuko na roho ya kizazi, wamezaa na sisi ni kama watoto yao, wanavumilia ile fujo yetu yote. Tunashukuru sana na Mungu aendelee kuwabariki sana. Mbarikiwe pia. Okay. So tunataka mbele ya yote kwanza, tuwalike kwanza watu wa moyo hivi wakiapo watu chezee kidogo mbele ya kukula. Unajua mbele ya kukula chakula kisha kwa ya mingi, ukikula kidogo kama ukucheza utakula kidogo. Na chakula ya mingi inafaa ucheze kidogo juu utoke nale kidogo chakula kwa ya mingi na ukule wote kwa moyo. Si ndio? So nani mwenyewe atakuja hapa mbele kwanza tupigie rumba moyo hivi. Rumba moyo hivi ya msitata ya mtu mwenye tu anakisikia yeye peke tu hapo hapa mbele. Chance. Okay, chance. Kama hapa mbele chance. Okay, chance anataka kuja hapa mbele. Okay, DJ, let's go. Chance. Mon ami, je dis, tu ne vois pas les filles. Quand t'es vite dans le local et toi, tu viens pour taper les styles. Je vois dans toi, mon ami, il y a quoi? Si tu n'avais pas envie de nous il fallait rester chez toi. Faut pas nous casser la tête, faut pas nous prendre la tête. Depuis, je te vois, on dirait que tu n'as pas les dents pour assiette. Si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que ici c'est la fête et tout le monde a l'obligation de bouger. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est juste au matin pour travailler. Il y a beaucoup de faites ton choix. Si tu ne sais pas comment faire comme moi, récupère la petite, embrasser la petite, embrouiller la petite, et maintenant coller la petite. Coller la petite. Coller la petite. Sanga la petite. Qu'on ne te trompe pas, dans la fête on ne se comporte pas. Chez nous le lait ne se donne pas, la vie appartient à ceux qui ne dorment pas. Amuse-toi mon ami, et surtout arrête de cogiter. La vie est tellement belle, si tu as l'occasion de faire des efforts, il y a les filles à Floride, il y a les filles, il y a Bouja de l'As, les majors et les majors. Il y a Bouja de Lolo, les babouches et les voitures. Même si tu chantes dans tes faire, aujourd'hui tu vas trouver ta voiture. Choisis ton couloir, tu peux pas choisir ta petite, mange la avec ta petite.
n'a collé la petite. Collé, 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 collé. Collé la petite. Collé, 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 collé. Collé la petite. Sanga, 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 sanga la petite. Sanga, 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 sanga la petite. Même si c'est ta tante, c'est d'abord la fête, t'as qu'à coller les bêtises. Ce soir c'est la déquette, fait bouger ton corps, le mouvement est trop chic. Viens sur la piste de danse, ne perds pas de temps, car ce soir ça va trop vite. Ici tout le monde est fou, c'est chez nous l'ambiance est super cool. Mon ami colle la petite et montre-lui que tu dépasses même le super glue. Le show est activé, faut pas paniquer, le DJ est appliqué, il est qualifié. Et ce soir tu vas kiffer, aujourd'hui c'est interdit de se fatiguer et ça tu le sais. Okay. Asante, mnaweza ndegala sasa, tunashukuru. Wapigie mkono. Kwa heshima tunataka tukaribishe couple na couple zenye zitatupigia rumba hapa mbele ya bapapa na bamama. Yaani hapa ni tamu ya bapapa na bamama ndio bakia hapa mbele makaya couple. Bende tupigie oza barumba ya bakongole barumba. Tombe ta rumba. Ya. Tunahitaji wa couple na papa na mama mkuu huko mbele, si watoto kusha baonesha kidogo. Ya. Papa na mama na couple. Ya. Tunataka tuweke nini nyimbo ya ba couple. Wimbo tunataka hapa ni ya ba couple. Okay. Huko swali moja nakuja hapa. Sasa kama mtu alisahau ili yake, inaweza kuwa sasa. Ase kama alikia kuna foto ya bibi yake, sasa ndio kwa anacheza na foto ya bibi yake kwa hapa hivi. Inakuwa tu bien. Leo inaweza kuwa wazo ya bien, inaweza kuwa wazo ya bien. Sasa tupigie ile wazo mikono. Ya. Papa Mobimba. Toke kubeta les danses ya bakongolais. Bakongolais nyonso bate kopina danse ya bapapa. Danse ya bapapa na bamama. Wazazi yetu makuple msaidie mkaribia hapa mbele. Papa, kwa hapa papa yeye. Wewe unataka kuonesha piste papa. Papa na piste wazawa na mama na bibi. Mama. Papa ndio kuonesha kifungulia piste ya hivi, Ndio hapo sasa, Mama. Mama.
moja amenipa, wananitaki kusa. Oh, paswa kichwa, ina majina mapya. Kila ngoma amenipa, wananitaki kusa. Oh, paswa kichwa. Kama roho ngugane, tuwe wote.
hii dansi ya kikubwa, hii ni dansi ya kikubwa, hii ni dansi ya kikubwa. Na sio wote tukiwepo tuko tunapiga piga mikono zile za deve. Sikia muziki. Let's go! Ora kusema na simama. Ora kusema na gonga. Twende. Tazamani wazi. Koresha wazi yetu tunachezaka. Koresha wazi yetu tunachezaka. Nataka tucheze basi tunaanza kucheza. Mbona mawazo kisi kucheza? Vile ndio dance, ile ndio dance. Okay, nataka anza hapa umeamua. Tunaanza kwa mawazo tokea mbele. Mawazo tokea mbele. Let's go. Ile.
Nataka muisubiri jina yayo, ndio inataka kuya, inaitwa jina yayo, muisubiri jina yayo. So make kila mtu ajisikie kila kiunga mwili yake kwa inacheza cheza, yani mpaka na jasho inatoka. Juu dance yenye iko hapa hivi.
sababu leo yani mpaka batoto wajipresent kwa tanzania kama banayoa cheza. Mpaka na wazazi na jamaa ukisikia kule niko nafurahia ba mama, tujipigie mikono ba mama, tujipigie mikono. Uko naona mama akiona mtoto wake anacheza mzuri, mama ndiye anakuja kucheza kipole pole 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 pole. Yani
kidogo, tukale chini. Ya mahali takuya baadaye. Wanasema kama Kiganda ebiluti vile mumase. Wale walikuwa nganga wanaelewa. So, kwa mwingine ninakuja baadaye. Naona mbasha hizo yako linatoka. Yaani kila kitu kama mzuri tu. Sasa biluti ndio vinakuya mumaso. Yaani itakuya hapa hivi, itakuya show mpaka show, kuongeza show mpaka show. Sio kama kumultiply mara ngapi tu tupate jibu ngapi. Okay, tusikilizane basi. Tunaelewa joto kwa mingi because ilikuwa papa mobimba. Okay, inakuwa saa ya kuchukua chakula. Saa kuchukua chakula na wanasemaka kila kitu nakuwa na order. Tutakuwa tunaenda meza moja. Meza ya kwanza ikiisha na mimi ndio nakuwa nasema meza yenye itaenda, ile ikiisha mimi nasema ingine, ile ikiisha mimi nasema ingine. Tutaanza na hii meza hapa hivi hapa mama. Tutaenda kwa heshima kwa chakula kwa watoto wetu watakuwa wanatufalia. Akisema wanamaliza tutakuwa meza ya pili. Asante sana. Na ndio tunapata muziki kidogo slow. Nataka niseme kidogo. Huko kaka yetu Mike anataka penda kuja hapa perform nyimbo za Christian Bella wakati mko mnakula kule. Mko mnamusikia. Mko na perform nyimbo za Christian Bella. Karibu kaka, karibu. Tumpeni mikono.
Karibu. Yeye ule kaka yetu. Yeye ndio kisa ndiye la pili. Sio tutamwita vipi? King of the best. King of the best. Obama. Kwa makei. Isikia mwingine fresh. Wewe original. Era. Kumbatia. Banani wanataka hapo turudile tena tu watoto waicheze tena. Bangapi? Sasa tunataka replay hii wimbo. Ukiona hii wimbo inakufurahisha, jaribu hata utupie katoto hata kidogo hapa hivi. Hapa hivi. Tuwasupport nao, si ndio? Biko mkupe. Come here. We not done yet. Tunataka tu replay hii wimbo tena watoto watuchezee sasa mzuri. Ili ya mzuri. Sindio? Ale, karibu.
Simba babalao, Chibu babalao, Mundi babalao, Sophie babalao, Magufuli babalao, Makiembe babalao,
ficha malao. Ati selema, ati just selema, selema, wandi nyangema, nishima medema, medema. Amefosi bifu msela neko. Tumemkwepa. Amebaki masana neko. Wanamcheka. Kisha kuwashe. Cheza kama monkey. Kunjo kidangi. Tumewachapa. Kidude. Akishomoki. Kidude. Kimewanasa. Kidude. Wana tapa. Kidude. Kisukaro.